Basi karibu katika shule ya Biblia. Leo Jumapili Aprili 18 mwaka wa 2021. Leo tuko katika sehemu ya pili ya mlango wa 17 wa Injili ya Yohana ambayo tunaisoma kipindi hiki. Wiki iliyopita tulisoma mistari mitatu ya kwanza kimsingi. Ambayo ilitufundisha somo kubwa, na sitarudia kwa kweli kwa undani, lakini nitasema tu kwa kukumbusha tu. Masomo kama haya yanapatikana kwenye mtandao, tunaweka Facebook, tunaweka kwenye website ya kanisa, tunaweka YouTube, kwa hiyo yanapatikana ukitaka katika format zote, katika audio ni kwa njia ya sauti tu, unaweza ukadownload ukaweka kwenye flash, ukaweka kwenye radio ukawa unasikiliza wakati wote, na video. Audio ni rahisi kwa sababu unaweza kusikiliza hata tunafanya kazi zako. Ni maneno muhimu sana kujifunza. Kwa hiyo tuliona wiki iliyopita hoja kubwa ilikuwa inaonyesha inayosema iliyotokana na mstari wa 3. Tulisoma mstari wa 3, wa pili na wa kwanza. Hasa ilikuwa inasema na huu ndio uzima wa milele, kwamba wakujue wewe Mungu Baba na Yesu Kristo uliyemtuma. Tuligundua kwamba kuwa na uzima wa milele ni kumjua Mungu Baba. Na kumjua Mungu Baba ni kulisikia neno lake. Ni kulikiri jina la Kristo. Kwa hiyo ni sehemu nyingine tuliyojifunza kwa maana ya wokovu ni kumjua Mungu Baba na kumjua Kristo. Na tusisitiza kitu kimoja kwamba watu wengi wanapenda sana kumjua Mungu Baba, lakini wanamweka pembeni Kristo. Makanisa, maimani mbalimbali ya dunia hii yanapambana na Kristo, na mpinga Kristo wao na atakuwa anapambana na Kristo. Tukaona kwamba huwezi kaenda kwa Mungu Baba bila kupitia kwa Yesu Kristo. Wote wawili na wakikamilishwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Kimsingi Roho Mtakatifu ni mkono wa Mungu Baba na Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo wanakamilika kwa sauti yao ambayo ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Naye ni nafsi nyingine ya Mungu katika zile nafsi tatu. Kwa hiyo tuliona hiyo sehemu. Leo tunaendelea kuanzia mstari wa 4 na hoja kubwa. Hoja tunayopata ya kwanza, tutaona hoja nyingi tu, lakini labda tutaona hoja 2 au 3, ziko nyingi, lakini tukiweza kumaliza nyingi itakuwa vizuri. Tusipozimaliza nyingi basi tutakapoishia ndipo hapo. Hoja ya kwanza tunayoona leo, na yamkini ndio inabeba ujumbe mkuu wa somo la leo. Ni hii inasema hivi: kumtukuza Mungu ni kufanya kazi yake na kuimaliza. Kumtukuza Mungu ni kufanya kazi yake na kuimaliza. Kwa ufupi ni kwamba mtu asiyefanya kazi ya Mungu hamtukuzi. Kumtukuza Mungu sio kusema Baba tunakupenda sana, Baba tunakuabudu, tunakuinua, Baba tunakufanyia vitu gani, Kristo tunakupenda kuliko watu wote. Hayo maneno ndiyo yaliyojaa kwenye vinywa vya Wakristo. Huko sio kumtukuza Mungu. Biblia itatuambia. Na hakuna sehemu nyingine ambayo unaweza kuona kinyume cha hayo maandiko. Hem, tusome mstari ule wa 4, unasema hivi: mimi nimekutukuza duniani hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Ndani ya sentensi moja Kristo anamwambia Mungu Baba, ndio alikuwa anaaga hivyo. Sasa tuliona mlango unaofuata wa 18 atakamatwa na atakuwa haubiri tena. Atakuwa yuko sasa anamtukuza Mungu katika mwili wake. Kwa hiyo anasema Bwana, ile kazi ulionituma nimeimaliza. Unajua kazi kubwa ya Mkristo ni nini duniani? Akishaokoka. Biblia inasema enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Hiyo ndio kazi kubwa. Kristo alipokutana na Petro siku ya kwanza alimwambia njoo tufuatane twende kanisani tukaabudu. Hapana, alisema njoo nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Kazi yako ni kuvua watu. Amina. Jamani, najua ni vigumu sana kuvua watu. Watu wenyewe hawavuliki kimsingi. Lakini nakuomba wewe ulioko hapa, ukisikia maneno ya Kristo, sina neno langu hata moja, mnisamee. Jitahidi kuvua mtu huyu mmoja kila mwaka. Unamvuaje mtu? Kuimaliza kazi ya Kristo ndo kumtukuza. Mtukuze Mungu kwa kuvua mtu mmoja. Msomee mistari ya Injili ya wokovu kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zake,
kwamba yeye na mimi kila mtu wote ni wa dhambi. Dhambi zetu zinafutwa kwa kuliitia jina la Kristo. Ile njia yote tunaita the Romans Road au barabara ya Warumi. Maneno mengi yanapatikana kwenye kitabu cha Warumi ndio inaitwa Romans Road. Yale maneno na injili ya Yohana kila sehemu. Ukiona baada ya hapo akilikiri jina ukamuongoza akalikiri jina la Yesu Kristo, ujue umemtukuza Mungu kwa sababu umefanya kazi aliyoitoa siku ya kwanza alipofika na siku ya mwisho alipoondoka. Aliondoka asema tazama niko pamoja nendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe mkawafundisha kuyashika yote niliyowaamuru, tazama niko pamoja nanyi hata mwisho wa dahari. Akafunga ukurasa. Huko ndo kazi ya Kristo. Na tunaweza tukakaa sehemu hiyo sana, lakini ngoja tusogee. Hem tusome. Kwa hiyo tunaona kwamba Kristo muda wote tuliona kwenye mlango wa 11 wa kitabu cha Yohana anasema imenipasa kuzifanya kazi za Baba yangu kukiwa bado kuna nuru. Giza linakuja ambapo hatuwezi kufanya kazi. Hebu tusome ule mstari wa 4. Mimi nimekutukuza duniani. Kristo alimtukuza Mungu, anasema alivyomtukuza, hali nimeimaliza kazi ile uliyenipa niifanye. Haya ngoja tuulizane. Tumeshaimaliza kazi ile aliyotupa Kristo tuifanye? Kristo hakuna wimbo hata mmoja alioacha ameutunga akasema nendeni mkaimbe hizi nyimbo. Of course kwenye Biblia kuna nyimbo, kuna Zaburi. Lakini muda wote Kristo alisisitiza kusema nendeni pelekeni injili. By the way, huwezi ukapeleka injili bila kukaa kanisani ukashiba wewe mwenyewe, huna cha kupeleka. Kwa hiyo hii kazi unayofanya pia kuja siku ya Jumapili na wengine kuja siku za Alhamisi ni kazi ya Mungu vile vile, kwa sababu ndipo unapokuja mtu huwezi kaenda ukasema mimi naenda kufanya kazi ya ualimu kama hukuwahi kuwa mwanafunzi kwanza. Amina. Kwa hiyo lazima tuwe wanafunzi, lakini huwezi ukasema kwamba kwa vile nimesomea ualimu basi mimi nimefanya kazi ya ualimu. Ukishasomea ualimu nenda kaufanye ndio unakuwa mwalimu. Ukishasoma neno la Kristo, ukasoma habari za Kristo, kazi ya Mungu aliyokutuma, basi tuende tukaifanye. Unaweza kusema sasa nitafanyaje? Unatoka hapa, unaungana na mwenzako, mnaenda wawili, peleka injili. Ukiona hiyo ni ngumu, mpe mfanyakazi mwenzako sehemu fulani. Mpe rafiki yako sehemu fulani. Mkaribisha hata katika kanisa ili kusudi aje asikie maneno haya. Hatutafuti kitu kingine, tunatafuta wokovu wa Kristo. Kristo alisema mimi nimekuja kufanya kazi yako Baba. Ni mwajiriwa. Jamani, nani anapenda kuajiriwa? Kazi ya kuajiriwa ni kitu kizuri, si ndio? Mtu akikosa ajira anateseka. Sasa Kristo anasema mimi Baba nimeajiriwa, nimekuja niko nafanya kazi yako na nimeimaliza. Nipe mshahara. Unaweza kuomba mshahara bila kumaliza kazi? Tunaomba advance. Anasema tena bahati nzuri, nyuma kidogo ilikuwa ngumu. Alikuwa anasema nitakutumbua. Sasa hivi sijui kinachoendelea. Kwa hiyo tuimalize kazi ili kusudi tupate mshahara. Mshahara wetu nini? Maombi tunayofanya tukajibiwa. Mshahara wetu nini? Ni afya nzuri. Mshahara wetu nini? Ni amani. Mshahara wetu nini? Ni kupata chakula cha kula na kushiba. Mshahara wetu nini? Ni kupata uzao mzuri, watoto wakawa wazima, wakampenda Mungu, mambo yako kaenda vizuri. Huo ni mshahara wa kwanza. Mshahara wa pili anasema watapata mara 100 katika ulimwengu huu na hata ule ujao uzima wa milele na kukaa katika viti na kuhukumu makabila ya dunia na ya Israeli. Sasa tujitahidi kufanya kazi ya Kristo na kuimaliza. Paulo anasema nimevipiga vita vivyo vizuri, kwendo nimeumaliza na imani nimeilinda. Alikuwa anajiamini. Paulo aliposema pale alikuwa anasema ukweli kwa sababu kazi yake inaonekana. Kazi yake inaonekana. Hapa tulipo hapa tumeshirikiana. Mimi nahubiri lakini wote tunahubiri pamoja. Na ukitaka tuhubiri pamoja, nataka nisikie, nione ukiwa unaniangalia unajifunza. Tumeshahubiri vitabu vingi sana vya Biblia. Na tumetumia gharama kubwa sana kuvipeleka kwenye mtandao. Watu wanafuatilia, wanajifunza haya mambo. Hata tukitoka hapa tukasema kazi tumeifanya, tumeimaliza, uwezo kusema kwamba tukifanya kazi ya Kristo hata kidogo.
Lakini hatujaimaliza. Hatujaimaliza wala hatujafika mbali nayo. Kwa hiyo tunajifunza kwamba hoja hii inasema kumtukuza Mungu ni kufanya kazi yake na kuimaliza. Kumtukuza Mungu sio kuamka asubuhi na kwenda kufanya mambo yako karudi. Kuna somo za kuja kuhubiri. Sasa tunaendelea na somo la mambo ya fedha na pesa, mali na utajiri. Nikimaliza huo mtiririko ninafikiria somo moja la watu wanaoishi maisha kama mnyama. Yaani yeye anaamka asubuhi kama ng'ombe, anaenda anakula, ikifika usiku analala. Kesho anakula, usiku anakuja. Hana kitu kingine, hana maisha ya kiroho, hana chochote. Na ni wengi. Yaani hao shetani anasema ile ming'ombe imenona nitakata mafuta yao. Nakula kidali. Ndio anawatafuta hao. Hebu tuendelee mbele kidogo. Anasema mstari ule wa 5. Okay, kabla ya kwenda kwenye mstari wa 5 twende sehemu nyingine. Twende katika Yohana 14:21 anasema Yohana 14:21 anasema hivi. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Huu mstari unaingia hauungani moja kwa moja na kuzifanya kazi na kuzimaliza, lakini huu mstari unatukumbusha kwamba utendaji wetu na Kristo na kupendana na Kristo uko katika kuzishika amri zake na neno lake. Kuna watu wanaitwa gospel singers, wanaimba magospel. Wanavaa vibaya kuliko dunia, wana michepuko kuliko ya dunia, alafu wanazunguka Tanzania wanaimba nyimbo fulani wanamwimbia Kristo. Kristo hatumii watu wachafu kama hao. Kristo hatumii watu wachafu kama hao. Huwezi kusema nimekufanyia kazi ya namna hiyo hata siku moja. Kristo. Huwezi. Anasema Biblia inasema katika Timotheo tupitie mistari kadhaa alafu turudi. Anasema katika Timotheo wa pili 2:12 anasema hivi. Huu mstari tuliwahi kuona, ngoja turudie tena. Timotheo wa pili 2:12 anasema hivi. Kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye, kama tukimkana yeye naye atatukana sisi. Hivi haya ni namna hii ni mistari inatuambia namna ya kufanya kazi ya Kristo. Ni pamoja na kutokukana neno lake. Leo hii Wakristo wanakana neno la Kristo. Kimsingi. Wanakana neno la Kristo. Watu wamtukuza Mungu kwa maneno, kwa vinywa vyao. Anasema ukisoma katika Mathayo, twende katika Mathayo 21. Mathayo 21 anasema hivi. Mathayo 21 28 mpaka 31 anasema hivi. Mathayo 21 tuanze 28. Anasema hivi. Lakini maonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili, akamwendea yule wa kwanza akasema, "Mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu." Akajibu akasema, "Naenda." Akasema, "Naenda, Bwana." Asiende. Akamwendea yule wa pili akasema vile vile, naye akajibu akasema, "Sitaki." Baadaye akatubu akaenda. Kutubu ni kugeuka, kubadilisha mwelekeo. Anauliza, "Je, katika hawa wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye?" Wakamwambia, "Ni yule wa pili." Basi Yesu akamwambia, "Amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanawatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu." Sijui nimeleta mfano wa Kristo ili kusudi tuone namna ya kufanya kazi ya Kristo. Ametoa mfano, mtu alikuwa na watoto wawili. Akamwambia wa kwanza akasema, nenda kapeleke injili." Maana yake, nenda kafanye kazi kwenye shamba la mizabibu. Anasema, "Tazama mashamba yako tayari
tayari kwa kuvunwa, muombeeni Bwana wa mavuno. Anasema katika Mathayo 10, atume watendakazi katika shamba la mizabibu. Kwa hiyo huu mfano wa shamba la mizabibu ni kupeleka injili kuvuna watu. Akamwambia yule wa kwanza akasema, Bwana ninaenda baba, usiwe na wasiwasi. Alafu akwenda. Bwana tunakupenda sana injili yako. Alafu hapeleki injili. Alafu kuna wengine anaenda na waambia, anasema mpeleka injili, anasema bado tuko busy na dunia bwana. Baadaye wanatubu, wanageuka, wanapeleka ile injili, wanaanza kuhubiri injili. Sasa Kristo anasema yupi ni mzuri? Huyo aliyemfurahisha kwa maneno anasema Bwana tunakupenda, tunapeleka na injili yako. Alafu asipeleke. Na huyo aliyesema sipeleki chochote, alafu baadaye akapeleka. Of course walimjibu sahihi, wakasema yule aliyekataa kwanza, alafu baadaye akaenda, ndiye aliyetenda mapenzi ya baba, ndiye alimtukuza baba yake. Akasema sasa vile vile watoza ushuru na makahaba wanawatangulia kwenda mbinguni. Wale watu walioko kule duniani hawako hapa duniani, hawako kanisani. Mtu aliyeko kanisani alafu apeleke injili ni yule aliyesema baba naenda lakini asiende. Nimetafsiri Biblia tofauti. Iko sawa kabisa. Yupo tayari, anasema tayari niko tayari, niko hapa, nishavaa na jezi. Naenda kufanya kazi alafu asiende. Mwingine yuko huko anazunguka mitaani anafanya uchafu wake, baadaye anauacha ule uchafu wake, akifika anaenda. Nasema sasa angalia, hawa waliokuwa duniani miaka 10, wewe huko kanisani miaka 10, wakatoka huko wakaja wakafanya kazi ya baba, wamewatangulia kwenda mbinguni. Ndio maana yake. Anasema katika Mathayo mlango ule wa 15, mstari maarufu sana. Huu ni mstari maarufu, nadhani kila Mkristo aliyoko 70% ya Wakristo walioko hapa wanaujua mstari. Mathayo 15 mstari ule wa 7 na 8 anasema hivi: Enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Tuishie hata hapo. Leo hii kuna watu makanisa yanaabudu Kristo kwa midomo. Leo hii hivi Mkristo anayevaa vibaya kuliko asiye Mkristo hamwabudu Kristo kwa mdomo. Ndio anamwabudu Kristo kwa mdomo. Anafanya kazi ya Kristo, anafanya kazi ya shetani. Huyu anayevaa ni nguo ya kumbana ili kusudi si aonyeshe ni gani. Anafanya kazi ya shetani kimsingi. Anajenga ufalme wa shetani. Hakuna tofauti na hapo. Haya maneno naomba nikutoe hofu, nikutoe wasiwasi, nikutie moyo vile vile. Haya maneno hayakulengi yoyote ulioko hapa. Yanatulenga wote ambao tumeitwa kulisikia sauti ya Kristo. Yananilenga mimi vile vile. Kuna maneno ninayasema mabaya, ninakuwa najenga ufalme wa shetani. Kuna matendo nayafanya yanajenga ufalme wa shetani. Kazi yangu ni kukaa na yasikiliza haya maneno ili kusudi kila kuitwapo leo niendelee kumlingana Kristo. Kuto kuyasema hakunipi nafuu yoyote. Kuto kuyasema hakunifanyi nionekane nampenda Kristo, au kuto kuyasema hapa hakunifanyi nionekane na wapenda ninao wahubiria. Ni kudanganya. Kabisa. Kwa hiyo yanatuhusu wote. Soma katika kitabu cha Yohana mlango ule. Twende turudi kwenye Yohana pale. Yohana 17 mstari wa 8. Nitarudi kwenye mstari wa 6, wa 5 na wa 6 na wa 7, lakini twende wa 8. Anasema hivi. Anasema kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Hii kitu haitokei kwenye dunia kirahisi. Kupokea maneno ya Kristo, wakasadiki kwamba Kristo alituma na Mungu Baba kuiokoa dunia,
hapo ndipo panapogomba. Hapo ndipo mlango mwembamba ulipo. Wa kutokuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Anasema mimi yaani katika Kristo alifanya miujiza. Alivuvua watu. Aliwalisha watu chakula, watu 5,000, 4,000 pale. Kristo alifanya vitu vingi, lakini anachokisema alichotuma kufanya, alipewa maneno akawapa watu wakasadiki, na manake wakaamini, manake wakaokoka. Wewe huwezi ukarudi, yani huna kitu unachokifanya nje ya kuyapokea maneno ya Kristo na kuwapa wengine, na wewe mwenyewe ukayaamini ukaokolewa. Yani hizi huduma ukienda katika makanisa, huduma zilizopo zinaweza kufika hata 5,000. Kujenga majengo makubwa, kurekodi video, kufanya vitu vingi, kurekodi nyimbo, kuuza CD, siji unaenda kwa mchungaji kulima, vitu vingi, lakini havina neno la Mungu lilisirogoshiwa. Amina. Kwa hiyo tuangalie Kristo ambaye sisi tunamwiga yeye. Anasema mlango wa 17:8 pale tulianasema kwa kuwa maneno ulionipa, yani katika vitu vyote alivyotuma na Baba, alivyofanya vyote, miaka yote, anachokithibitisha, anachokileta mbele ni maneno aliyopewa, akawapa watu, wakayaamini, wakaokoka. Nyuma kidogo anasema mstari wa 5 anasema na sasa Baba unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Unaona bado anaendelea kuhusisha neno la Kristo na watu kulishika. Mstari wa 7 anasema sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako. Mtu angalie ule mstari wa 5 anasema hivi. Na sasa Baba unitukuze pamoja nao. Tuliona kwenye somo lililopita kwamba kumtukuza nafikiri niligusa katikati ya mwishoni mwa somo lililopita, lakini naomba niliguse tena kwa sababu nimerudi hapa. Kumtukuza Mungu vile vile Kristo alianza anasema Bwana umtukuze mwanao kwa ule utukufu tuliokuwa nao. Wakati huo ndio anajiandaa kwenda msalabani. Tusome, sikiliza, unajua kuisoma Biblia na kuielewa ni karama ya Roho Mtakatifu. Huipati kirahisi. Tusome Yohana 21:19 pamoja. Tusome Yohana 21:19 anasema hivi. Sikiliza maneno. Tuanzie 18 ili sisi tuelewe vizuri. Anasema hivi. Akasema amini nakuambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utokako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Mstari wa 19 anasema hivi. Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu. Umesikia maneno? Anamwambia Petro habari atakavyoondoka duniani, atakavyokufa mwili wake. Lakini Biblia inaita kwamba ni jinsi mauti ya Petro yatakavyomtukuza Mungu. Kristo alipo kufa msalabani, alipochukua mauti ya msalabani, ndipo alipomtukuza Mungu. Tuliona kwenye mlango wa 17 mwanzoni pale. Na tunaona ndivyo inavyohusika wakati mwingine katika maisha ya Mkristo, ya Petro kifo chake kimeitwa ndivyo atakavyomtukuza Mungu. Ni neno gumu sana kulielewa, lakini limeandikwa. Kwa nini hakusema kwamba alikuwa anaongelea ni kwa mauti gani atakayoondokea duniani? Ikaonekana ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu.
Unajua tunapofanya kazi ya Mungu kama Kristo, halafu tukaondoka mwilini tukiwa tumeishinda dunia. Kama Kristo anasema nimeushinda ulimwengu. Yale mauti yanakuwa yanamtukuza Mungu kwa sababu maisha yetu yanaacha alama nyuma yetu ya utukufu wa Mungu. Watu wanakuwa wanarejelea, wanasema haya maneno aliyasema. Hawa watu waliokolewa kwa kinywa chake. Hawa watu walipona shida zao, labda matatizo yao, njaa yao kwa sababu ya kazi yake. Hayo ndio njia nzuri ya kumtukuza Mungu katika kufa kwetu vile vile. Lakini kuna mtu mwingine anaondoka duniani, unajiuliza kabisa aliacha nini nyuma. Jamani, wakati mwingine sio vibaya kujiondolea, kujiandaa namna ya kuondoka duniani. Kwa sababu hatujui hata tutaondoka namna gani. Ukasema nitakapoondoka nimeacha mbegu. Nimeacha mtoto mcha Mungu. Sijamwacha mtoto ambaye analala kasino. Nimeacha mtu aliyeokolewa, nimeacha kanisa linalomsikia Kristo na kumtii. Sio kanisa linaloruka ngoma kama Wakongo na Wazaire. Hapana jamani. Lazima tuangalie tutamtukuza Mungu namna gani. Kwa hiyo tumeona vile vile mauti ya mcha Mungu kama Petro inavyoelezwa kwenye mlango wa 21 ni njia ya kumtukuza Mungu kama ni ya mcha Mungu. Lakini ambayo sio ya mcha Mungu hamtukuzi Mungu, inamtukana. Inamtukana Mungu. Basi mimi nakuomba wewe uliyeteuliwa. Unajua wewe ni mteule uzao wa Kristo. Una taarifa hiyo? Umeteuliwa kule kutolewa katika ulimwengu wote, ukaja ukasikia maneno haya yasiyosikilizwa popote pale. Wewe mshukuru Mungu. Na kuhakikishia. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Petro alivyojiona mchafu akamwambia Kristo, ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi, yani sistahili. Ondoka kabisa. Yesu anasema hapana. Hata wewe mwenye dhambi unastahili Petro. Tena wewe ndio utakuwa mkubwa kuliko wao. Petro akijiangalia anaona mimi nimechafuka, sistahili popote. Mungu Kristo akimwangalia anamwambia wewe Petro ndo baba lao wewe. Ndo bora. Wewe unaweza kukaa hapo ukajiona ufai. Lakini mbele ya Kristo unafaa. Amina. Lakini hufai kwamba anasema tukimkana naye atatukana. Unafaa pale kama amekuita ukajiona labda bado uko chini, hapana, uko juu na anataka uende juu na juu na juu na juu zaidi. Anasema katika Luka, sitaenda huko, sitafungua kwa ajili ya muda tu. Luka 12:35 mpaka 37. Anasema yule mtumwa twende pale. Nishasema kwamba hata tukisoma Yohana mwaka mzima hakuna hasara katika kusoma neno la Mungu. Kwa hiyo twende tu Luka 12 mstari ule wa 35 anasema Biblia inasema viuno vyenu viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, nanyi weni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Hawa watu hawajalalala hawa. Hawa watu wako makini, wako kazini hawa. Hawa ni kama walinzi wa usiku. Anaendelea, anasema heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha au wako kazini hao. Amini nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Tuangalie kule nyuma ametoka kusema bwana, nimeifanya ile kazi yako, ndivyo nilivyokutukuza. Hawa watu ambao Kristo anakwenda anajifunga nguo zake na kuanza kuwatumikia, hao watu wametukuzwa hawajatukuzwa? Wametukuzwa hawajatukuzwa? Wametukuzwa. Kwa sababu amewakuta wamelala.
Hapana, walikuwa wanafanya kazi yake kwa sababu na Kristo alimwambia Yesu asema umtukuze mwanao kama yeye alivyokutukuza. Anasema nimekutukuza hapa duniani. Nimekufanyia kazi na wewe. Kwa hiyo Mungu tukimfanyia kazi tukimtukuza na yeye anatutukuza. Anatutukuza vya kutosha. Alafu ngoja niwaambie kitu kingine. Hata hiyo dunia tunayotafuta sana tukataka kusikia mambo yake. Sio kwamba inalipa sana. Hailipi sana. Inahangaisha vile vile. Kuna mtu unamkuta yeye tatizo lake ni maisha ya uasherati. Ili kusudi aweze kufanya ule uasherati anausotea. Kwa mfano sitaenda huko nimalize tu kauli hii. Anaweza kalazimika kuhonga kila alicho nacho akabaki na njaa ili kusudi afanye uasherati. Hiyo dunia imemfanyia kitu kizuri sana. Hapana, sio mwepesi sana kivile vile. Lakini Kristo anasema njooni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anasema mkinitumikia nitajifunga na mimi nitawatumikia. Hivi kwa mfano ukiwa unaumwa ukapata mtu wa kukutumikia unajisikia vizuri au unajisikia vibaya? Je, ukiwa unaumwa usipate mtu wa kukutumikia ukawa wewe ndio unajishughulikia, unajipikia kauji peke yako, unajiambia pole bwana kula tu. Huna hata mtu akwambia pole, kula ukila utapona. Ni kitu kizuri au ni kibaya? Kibaya. Sasa jiulize kama unaumwa, umepata na ugonjwa labda wa tumbo, wa chochote. Alafu anayekutumikia sasa ni Kristo. Maana ukitumikiwa na mtu unajisikia vizuri. Ukitumikiwa na Kristo je? Unamwambia Kristo hapa panauma. Anamwambia hapa hakuna shida panapona sasa. Unamwambia Kristo kichwa hakieleweki, yani kimekata kushoto mpaka yani kama wakati mwingine kichwa kinaweza kukupiga hivi. Yatengeneza kama zigzag. Ukasikia kinauma hapa, kinauma hapa, kinauma hapa, kinauma. Mimi shanitokea amina. Kristo anasema hicho nacho najua kimetokana na wapi. Anasema nitakutumikia. Tunaendelea sana lakini songe mbele kidogo. Anasema hii hoja tutaifungia hapa. Kristo alivyokuwa anafunga kazi yake. Unajua ukimaliza kazi unaweza kulazimika kusema jamani nilikuwa nafanya kazi nimemaliza naondoka kwa elini umefunga. Unalipua. Kristo alipokuwa analipua kazi yake alikabidhi kazi kwa bosi, kwa babake. Akasema baba nimemaliza ile kazi. Alipokuwa analipua na kumaliza kazi hakusema baba nimeondoka nimejenga makanisa 20. Hajasema baba nimeakisha wote wanakutolea sadaka. Hajasema baba kuna kwaya 7 zinakuimbia hapa Yerusalemu. Alisema hapana. Yale maneno ulionipa nimewapa wao. Alishughulika na maneno tu. Lazima tuangalie alichokifanya Kristo ndio tukifanye. Leo hii Wakristo sio wanachoangalia, wanaangalia vingine vyote. Anasema watu hawa huniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ukiona mtu anafanya kitu anakuambia ndio cha Kristo, sicho Kristo alichofanya. Kwa mfano, mimi nilisoma Agano Jipya lote, kuna sehemu kwenye Agano Jipya, kwenye zile sura kwenye vile vitabu 27 vya Agano Jipya. Kuna sehemu mbili tu kuna Paulo na Sila wanaimba usiku. Kuna na Kristo kwenye mlango wa 26 wa Mathayo akiwa wanavuka kwenda kwenye kijito cha Kedron, waliimba nao waliimba wimbo fulani. Siamini kama waliruka. Lakini muda wote maneno yako nimewapa, maneno yako watu waokoke. Yaani mara 1500 ni wokovu na maneno ya Mungu. Sicho Wakristo wanachofanya. Wao wanamwimbia kwaya. Unaweza kukuta kanisa moja lina kwaya 7. Halina ubaya moja kwa moja. Lakini kile alichokifanya Kristo kwa nini tusikifanye cha kwanza? Alafu hivyo vingine tulivyoona ni vizuri, ambavyo sio baya tukafanya vya 3 na 5 na 7 huko nyuma. Tuone katika hoja nyingine. Hoja nyingine tunaipatia kuanzia mlango mstari ule wa 10 na turudi katika Yohana ile
mstari wa 9 mpaka wa 13 tulishia wa 8 pale nyuma. Mstari wa 9 anasema mpaka 13 anasema hivi. Hoja inasema baada ya kuona ile hoja ya kwanza ya kumtukuza Mungu kwa kuimaliza kazi yake ambayo ni wokovu na neno lake. Hapo la pili inasema Yesu huwaombea walio wake, hauombei ulimwengu. Hilo nalo ni eneo jingine ambalo makanisa yameingia chaka. Nitumie lugha ya mtaani. Wameingia chaka. Yesu huombea walio wake, haombei ulimwengu. Hebu ngoja tuthibitishe kwa maandiko. Tusome mlango ule wa 17 Yohana tulipo leo, mstari wa 9 anasema hivi. Mimi, sikiliza Kristo anavyosema. Anasema hivi, mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa. Kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Mtu angalie, leo hii kuna aina fulani ya Ukristo na ndio unaotawala wa kuombea ulimwengu wote. Sasa hao watu wana upendo kuliko Kristo. Kristo anaombea watu gani? Ulimwengu? Tunasema Kristo anaombea ulimwengu, anaombea walio wake. Sasa hawa watu wa makanisa wanaokuambia tunaombea ulimwengu wote na kila mtu na kila tatizo na wote ombea wote. Basi wana upendo kuliko Kristo. Basi inatakiwa wawe ndo Kristo ajifunze kwao. Mimi sioni kama kuna sababu ya kufanya kitu ambacho Kristo hakufanya. Baadaye tutaona kwamba, naomba tueleweke vizuri, tutaona mbele kwamba kuna sehemu ya kuwaombea watu sala ndogo, nayo ni kwa kitu maalum. Ni ili watu wote waufikirie wokovu. Hiyo ni sala ya kuombea watu wote. Sasa hata hiyo wanayosema kwamba wanaombea ulimwengu, sio hiyo sala wanayoombea. Tutaona mbele Kristo akitokea akaombea ulimwengu. Akiombea watu wale chakula washibe, watu wawe na amani, wawe na afya nzuri na nini, anasema siombee ulimwengu. Naombea hao tu ulionipa. Baadaye tutaona mbele mstari wa 11 anasema wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba mtakatifu. Huo mstari tutauhubiri baadaye. Kwa jina lako ulionipa uwalinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Anaendelea kuwasema uwalinde hawa. Hajasema uwalinde ulimwengu wote. Nilikuwa ulimwenguni kote, sasa nimeacha, nimeuombea wote. Hapana. Sasa tufike sehemu fulani, tukishaelewa tusiende kinyume na Kristo. Kama haya mambo ningeyasema bila kuyasoma kwenye Biblia, ungekuwa na sababu ya kutia shaka. Lakini kwa sababu tumeyatoa kwenye Biblia, hakuna haja ya kuyatoa shaka. Amina. Anasema twende mbele kidogo. Mstari wa 20 na 21 anasema hivi. 20 na 21 anasema hivi. Mlango wa 17 anasema hivi. Wala si hao tu ninaowaombea. Tuangalie wanaoombewa wengine ni akina nani? Lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lako. Hao ni ulimwengu wote au ni sisi na wewe ambao tumemwamini Kristo kutokana na neno la kina Petro na Paulo. Kwa hiyo baada anaendelea kuombea kundi lake. Huku nyuma anasema siombee ulimwengu, naombea hawa. Baadaye anasema sio hawa tu, na wale wengine watakao niamini. Kwa hiyo lazima tuelewe. Mstari wa 21 anasema wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nawe wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Mungu anatutaka tukisha maamini Kristo tuwe na umoja. Lakini hataki tuwe na umoja na watu wasioamini Kristo. No.
Anasema ni pale tu ambapo Kristo ana umoja na Baba na sisi tumesikia maneno ya Kristo. Sasa nataka huo ushirika, kuwe na umoja wa Mungu Baba, umoja wa Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, alafu uingie umoja wa kanisa lake lililomwamini. Sasa tusiwe wepesi wa kudanganywa na dunia. Kwa macho ya kawaida yanayoonekana kwa macho ya mwilini na hekima ya dunia, ungetegemea kuombea kila mtu na umoja. Ndio inaonekana ndo nzuri kimsingi. Lakini sio nzuri kulingana na Kristo. Sasa kitu ambacho Kristo hajakipitisha usijitafutie majibu. Kiukweli. Mtone katika kitabu cha Yeremia mlango, tuangalie namna ya kuombeana. Yeremia 7:16 anasema hivi. Yeremia 7:16 anasema hivi. Mungu anamwambia Yeremia, watu ambao hawataka kumsikiliza Mungu anamwambia Yeremia. Yeremia ni nabii, ni kama mimi na wewe, sisi ndio manabii wa Kristo, ufalme wa mbinguni. Anamwambia Yeremia hivi, basi wewe usiwaombee watu hawa. Yeremia anaambiwa awaombee watu. Hapana, anasema usiwaombee watu hawa wala usiwapazie sauti yako wala kuwaombea sala. Hapa ametumia dua, neno Kiswahili ambacho sikubali. Wala usinisihi kwa ajili yao kwa maana sitakusikiliza. Nani anadhani wakati wa Yeremia watu walikuwa wanafanya uasherati kama sasa? Nani anadhani miaka 2500 iliyopita wakati wa Yeremia, 3000? Yeremia alikuwepo kwenye miaka kama 600 hivi kabla ya kuja kwa Kristo. Na leo tuna miaka 2000 baada ya Kristo. Kama miaka 2600, unadhani watu walikuwa wanatembea uchi wakati huo? Kiwango cha uchi kiwa hakilingani na sasa. Lakini Mungu anasema hata hivyo, hata kama wanatembea wamejifunika ni wacha Mungu, bado mioyo yao hainipendezi, usiwaombee, sitakusikiliza Yeremia. Na hili lilikuwa ni taifa la Mungu la Wayahudi. Injili imekuwa ngumu. Hata mimi imeniwia ngumu. Sio wewe, hata mimi. Lakini kwa sababu nimeiona humu. Na sio hapa tu, ni sehemu nyingi, hebu tuende sehemu nyingine. Anasema katika mstari wa 17 anasema hivi, Yeremia tumesha usoma. Anasema tusome, tuangalie ni wakati gani wa kuombea watu wote kabisa. Sio kuombea mvua, wala sio kukumbuka sana. Okay, sina maana kwamba watu wasioombewa pana. Ni vizuri kuombea eneo unalokaa, ili kusudi uweze kumwabudu Mungu kwa amani. Kuombea nchi unayokaa ili kusudi uweze kuabudu Mungu kwa amani. Lakini sio yale maisha ya kila mtu kila wakati huko. Hapana, ni maombi maalum kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hem, tusome katika Luka mlango ule wa 23. Luka 23. Luka 23. Mstari ule wa 33. Anasema hivi. Nao walipofika mahali palipoitwa fuvu la kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Mstari wa 34 anasema Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake na kuendelea. Ngoja niwaambie kitu kingine. Unapokutana na watu wasiojua watendalo, waombe. Umeona? Anaombea kwa sababu hawajui watendalo. Huku nyuma anasema siuombee ulimwengu. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba huu mstari unaupinga ule wa kwanza. Ule wa kwanza ni mkubwa. Huu ni pale ambapo watu wanakuwa, kwa mfano askari pale. Wale walikuwa wanazungumzisha alikuwa ni askari. Askari wameajiriwa
akifanya kazi yake ya kiaskari anakuwa amempendeza bosi wake. Bosi anajua alichokifanya. Anasema hawa wanaonisulubisha usiwahukumu, hawajui watendalo. Wameajiriwa tu hawa, wanakula mshahara. Hakuwaombea Mafarisayo muda wote mtu ukienda hata ukifika kwenye kwa naombea kuna dini nyingine inakuwa hawajui watendalo. Wamedanganywa. Unawaombea lakini huombi tu ovyo ukaombea ulimwengu, utakuwa unampinga Yesu. Na mimi siwezi nikampinga Yesu. Kwa hiyo ukiona kuna watu hawajui watendalo, huwezi ukawaombea manabii wa uongo wanaohudumu na Wakristo wao wanaoshika Biblia kila siku. Wale wanajua wanalotenda, wanajua siku za mwisho kutakuwa na manabii wa uongo, wanajua kabisa, lakini bado wanapenda kuingia mle. Wanajua kwamba watataka wahubiriwe vitu wanavyotaka kusikia, sio vile vitu vilivyo kwenye Biblia. Wanalijua na neno, wanalijua liko kwenye Timotheo wa 2 mlango wa 4. Hao wanajua watendao, huwezi kuwaombea hao, lakini kuna watu wengine wanakuwa hawajui watendao. Waombee. Waombee. Na mimi nitawaombea. Hem, turudi kwenye Yohana 17. Tusome ule mstari wa 15 mpaka 16, anasema hivi. 15 mpaka 16 anasema hivi. Anasema mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Hiyo nitaangalia baadaye. Hebu tuangalie mstari. Anasema siombi watoe ulimwenguni. Wewe niwaambieni, kutoka ulimwenguni kuna namna nyingi sana. Mungu anataka tubaki kwenye ulimwengu. Anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Hivi unaweza kuangaza sehemu ambapo haupo. Leo hii ngoja niwaambie. Kuna watu wanaitwa watawa kwenye makanisa fulani. Wanatolewa nyumbani kwao wakiwa bado wasichana, wana miaka labda 15, 17, 18. Wanaondoka hawatakaa waonekane, wanavalishwa nguo, wanakuambia wanakaa huko, wanatengwa na ulimwengu wetu. Watawa maana yake ni watakatifu, wataua. Kule ni kuwatoa ulimwenguni, hawakutana mtu yoyote, hawaweza kalea watoto wafanye nini. Kule ni kupingana na hili neno. Mungu anasema anatutaka tubaki ulimwenguni ili kusudi tuwe chumvi ya dunia. Kuna baadhi ya makanisa hayako hapa Tanzania, lakini usishangae yanaweza kufika. Kuna makanisa mazuri, sio mabaya, lakini yamepotoka sehemu. Makanisa ya watu wanaitwa wa Amish. Na ndio group moja na watu wanaitwa Mennonite. Sio wengi Tanzania, au kama wapo hawafanani na Mennonite wa ulimwenguni huko. Kuna watu wanaitwa Quakers. Ni watu ambao ni imani. Wanaenda kwa mfano kama Tanzania, wanaweza wakatoka wakaingia kwenye poli labda la maeneo ya mbali kama Tabora huko. Wakaweka mji wao, wakaweka shule zao, yani wakajitenga na ulimwengu, wakavaa, yani hawawasiliani na dunia. Kweli wanashindana na vitu vingi vya dunia, kiukweli. Na hawaangalii sana vipindi vya TV na vitu vya dunia. Lakini wanakuwa wametoka ulimwenguni, hawafanyi kazi ya Kristo kiukweli. Ni kama wanaikimbia dunia. Sasa Kristo anasema mlango wa 17:15 anasema mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu. Usiwatenge, wabaki humo. Hivi ungemtoa Paulo ulimwenguni, ulimwengu ungekuwa salama. Haya, ungemtoa ukamweka kwenye mji wa peke yake asifike kwa dunia, angewahubiri Petro wote. Kwa hiyo Mungu anatutaka tubaki ulimwenguni, tusichafuliwe na ulimwengu, lakini sisi tutakase ulimwengu. Ndio neno la Mungu. Tuende katika kitabu cha Warumi mlango ule wa 8 mstari wa 26 anasema hivi. Warumi 8:26 anasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe
hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Anaendelea 27, naye aichunguzaye mioyo aijua ni nia ya roho ilivyo, kwa kuwa kuwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Roho Mtakatifu naye ni mwombezi wetu. Tumeona Roho Mtakatifu. Tumeona anaombea ulimwengu, anaombea watakatifu. Anaombea ulimwengu, anaombea watakatifu. Watakatifu ni watu walioamini Yesu Kristo, waliotakaswa kwa neno la Kristo. Kwa hiyo hatuoni hata huyo Roho Mtakatifu tuombee Roho Mtakatifu atushukie, amna. Anaombea watakatifu. Anaombea watakatifu. Anaendelea. Hebu tuangalie kitu tofauti kidogo. Tusome mstari wa 11 wa leo. Anasema hivi, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Kuna jina linatoka hapa la Mungu wa mbinguni, anaitwa Baba Mtakatifu. Kwa dunia hii unaposema Baba Mtakatifu unaongelea nani? Mwanadamu. Jina la Mungu kulingana na Kristo ni Baba Mtakatifu. Mungu anaweza akapewa jina moja na mwanadamu? Pana. Yesu alijua kuna watu baadaye watamtafuta mwanadamu amuite Baba Mtakatifu. Akaona alitabanaisha lile jina waziwazi, aseme hili ndio jina la Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni anaweza akaitwa Baba Mtakatifu, alafu akatokea mwanadamu yoyote aliyozaliwa na mwanamke akaitwa Baba Mtakatifu. Haipo. Jamani, tunamchokoza Mungu au tumchokozi Mungu wanadamu? Tunamchokoza Mungu. Huwezi kumuita Mungu jina la mwanadamu na mwanadamu kumuita jina la Mungu. Hapana. Ni makosa makubwa. Hebu tusome ule mstari, anasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu. Ana maana anamsema papa hapa na anamwambia. Makosa makubwa. Huwezi ukawa unaongozwa na mtu aliyejipa jina la Mungu ukawa na Mungu akawa Mungu wako. Haipo hata siku moja. Huo ni ufalme wa shetani. Ndio ukweli. Ndio ukweli. Naomba tuelewane pia. Unajua sisi tunaitwa watakatifu lakini hatuitwi baba watakatifu. Sisi tunaitwa Wakristo lakini hatuitwi Kristo. Kuna watu watakuja anajiita Kristo. Sisi tunaitwa Wakristo. Yaani kwa maana ni kumladana na Kristo lakini sio Kristo. Tunamlingana Mungu wa mbinguni lakini sio Baba Mtakatifu. Sisi ni watakatifu lakini sio baba watakatifu. Hata kama ni mwanaume kwa ni baba na ukawa ni mtakatifu, haikupi jina kwamba kwa vile ni baba, ni mwanaume baba, alafu pia ni mtakatifu, umemwamini Kristo, basi haikupi jina la kuitwa Baba Mtakatifu kwa sababu bado hilo ni jina la Mungu Baba mbinguni. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Hebu tusome katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 23. Mathayo 23. Tuangalie, tumeona swala la jina hapa. Mathayo 23 anasema mstari ule wa 4 na 5. Mathayo 23 anasema. Mathayo 23 4 na 5. Anasema hivi. Wao tuanzie twende 9. Twende 9 anasema hivi. Wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja tu. Aliona kwamba watu watataka kujibatiza mababa, akawaambia yuko mmoja peke yake. Yesu ananena kwa kinywa chake, anawaambia watu waliomwamini, msimuite baba duniani. Mtu akitoka akamwita mwanadamu Baba Mtakatifu, amemgusa Kristo macho yake, amemgusa machoni Kristo, ameweka mchanga, si ndio? Kaweka kwenye mchanga kwenye macho ya Kristo. Kwa sababu Kristo amesema, amemwita baba yake akamwita Baba Mtakatifu. Baada ya hapo akasema msimuite mtu baba duniani, kwa sababu baba yenu ni mmoja tu aliyeko mbinguni. Leo hii unasikia baba askofu fulani, ile makosa makubwa.
baba mchungaji fulani. Sio kweli. Hata kidogo. Baba askofu Bagonza sijui baba. Jamani, huyu Mungu tunamchezea, kuna siku atatugeuka. Huyu Mungu tunamtukana, kuna siku tutalia. Maneno kama haya, watu wana Biblia zao wanashinda humo, wanacheza humo, hawaelewi chochote, afa anakuambia wanavunja sheria ya Mungu. Hapana jamani. Hapana. Hapana, na naomba Mungu atusamehe sisi tuliokusanyika hapa. Ndio naombea ninyi kama tulishamkosea kwa kufanya hivyo, na muomba kwa niaba yako na kwa niaba yangu hapa nilipo akusamehe dhambi zako, anisamehe dhambi zangu katika hilo eneo. Amina. Tusije tukamkosea heshima kiasi hicho Mungu wetu. Mungu anasema wazi. Anasema msimwite mtu baba duniani. Na sehemu nyingine anasema msimwite mwalimu. Kimsingi ni neno la ukisoma kwenye King James hajasema mwalimu kwa kweli moja kwa moja. King James anasema master. Master ni bwana. Master bwana. Headmaster, mtu mkuu. Yaani sio kuitwa mwalimu wa kufundisha au mwalimu wa somo tuseme ukweli, kwenye King James anasema asichotaka ni kuita mtu baba. Kwenye King James ambayo ndio tunaiamini ni kuto kumuita mtu bwana. Yaani kumpa hadhi ya ubwana. Hata hapa nikisema mtumishi pale kasema bwana Peter, kimsingi nakosea. Nataka nimwite mtumishi Peter. Nikisema mchungaji Peter sawa, lakini nisimwite bwana. Sio neno la Mungu limekataa msimwite mtu bwana duniani. Hasa katika muktadha wa kiroho. Kule duniani mpeni Kaisari aliyo Kaisari, mpeni Mungu aliyo ya Mungu. Duniani mtu akiitwa bwana, mwache aitwe bwana. Huku kanisani tusiitane bwana fulani. Haya majina sio ya kwetu. Bwana ni jina la Kristo, baba ni jina la Mungu, ndio amesema. Anasema kwa sababu baba yenu ni mmoja wa mbinguni na bwana wenu ni mmoja naye ndiye Kristo. Hayo majina ni yetu tu, msiwaingize wengine, hatutaki. Wanadamu wanafanya kila wakati. No. Anaendelea anasema ili tusome katika Yohana tusome Ufunuo 4:8 anasema hivi. Ufunuo 4:8 anasema hivi. Kitabu cha Ufunuo mlango ule wa 4 mstari ule wa 8 anasema hivi. Ufunuo 4:8 anasema hivi. Na hawa wenye uhai wanne kila mmoja alikuwa na mabawa 6 na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema mtakatifu 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 Bwana Mungu Mwenyezi, uliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja. Unaona jina la kumuita mtakatifu mmoja, Baba mtakatifu. Sisi tunaitwa watakatifu kwa wingi wetu, kwa sababu tumefanana mtakatifu mmoja Mungu Baba. Sisi tunaitwa wa Kristo au wa Kristo katika wingi wetu, lakini hatuitwi Kristo kama mtu mmoja. Hatuitwi mtakatifu mmoja, Baba mtakatifu mmoja, na hakuna mtu mwingine anaitwa Baba mtakatifu, anaitwa yeye. Ni kosa. Kwa sababu hawa viumbe wa mbinguni wanaimba siku zote kila saa wakimsifu Mungu, wakimwita mtakatifu mtakatifu mtakatifu. Ndio jina lake. Akiwa mmoja ni Baba na Kristo mtakatifu wa Mungu. Wakiwa wengi sasa waliookolewa ndio wanaitwa sisi. Akiwa Kristo ni mmoja, wakiwa wa Kristo ni sisi. Akiwa mtakatifu sio mwanadamu. Anasema katika turudi kwenye Yohana tufunge. Twende katika Yohana mlango ule wa 17 tena turudi. Some mstari ule wa 25. Anasema Yohana
Yohana 17:25 anasema Baba mwenye haki ulimwengu haukukujua lakini mimi nalikujua na hao wamejua ya kuwa ndiwe uliyenituma. Jina jingine la Mungu ni Baba mwenye haki. Mwenye haki jina jingine ndiye mtakatifu. Bado ni jina jingine la Mungu. Baba mwenye haki, Baba mtakatifu, lakini sio jina la mwanadamu. Naomba huo mstari ukumbuke. Yohana 17:11 Baba mtakatifu ni jina la Mungu, sio jina la mwanadamu. Sio jina la mwanadamu. Kuna hoja inayofuata lakini ninaomba tu niitunze mpaka wiki ijayo. Tulikuwa tunataka kuona hoja nyingine lakini hatutaweza kuianza. Muda umeisha, tutaisha hapa. Mungu awabariki sana, tuombe. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako, kwa wema wako na fadhili zako. Asante kutukumbusha maneno haya na asante kutukusikizisha kweli lako na neno lako Mfalme. Naomba baraka yako na wema wako kufunike kanisa lako hili na wote wanaotufuatilia kutoka mbali. Mungu, tunakushukuru kwa baraka ya mvua hii, kwa baraka ya maisha haya. Baba, libarikiwe na kuinua jina lako kwa sababu ya neno lako, kwa sababu ya huduma hii uliyotupa Mfalme. Tunakukaribisha katika vipindi vinavyoendelea. Mungu wa mbinguni, nakushukuru katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaamini yote na kupokea yote. Amen.